Bwana, kwa wakati huu ambao Abdi Hamid Mwalin ametambulishwa rasmi kupitia mitandao ya kijamii ya klabu ya Young Africans kama msaidizi mpya kwenye benchi la ufundi ambao litakuwa chini ya mwalimu Pedro Goncalves, kuna mambo ambayo yanatarajiwa kufanyika kwa mujibu wa chanzo changu kuelekea kwenye hichi kipindi cha wiki ya mapumziko ya mechi za timu za taifa. Kuna mambo ambayo yanatarajiwa kubadilika kwenye namna ambavyo Young Africans watakuwa wanaendea mazoezi yao kwa wakati huu, na hiyo ni kutokana na moja kwa moja kuingia kwa mwalimu Abdi Hamid Mwalin ambaye kwa uongozi wa klabu ya Young Africans anaonekana kama ni kipande muhimu ambacho kinatakiwa kuja kuleta tofauti kwenye namna ambavyo uchezaji wa Young Africans unapaswa kuonekana mwisho wa siku. Namna ambavyo timu sana sana kwenye kushambulia inatakiwa ibadilishe baadhi ya vitu. Attacking, kwenda mbele Young Africans, hiyo ndio imeonekana kuwa ndio changamoto ambayo imeweza kuwafanya mwisho wa siku wazalishe sare tatu mtawalia, ikiwemo sare mbili ambazo hazikuweza kuwaona wakipata goli lolote mwisho wa siku. Kwa hiyo kwa kuliona hilo, Young Africans wameona kwamba huyu mtu anatakiwa awe ndo mtu muhimu kwa wakati huu kwenye namna ambavyo anaweza kuongeza kitu kwenye kuweza kuisaidia timu kwenda mbele. Sasa basi, kilichodhihirika kwenye baadhi ya michezo ambayo Young Africans wametoka sare kwa wakati huu ni changamoto ya kuwa na miguso mingi katika namna ambayo inakuwa haina ulazima kwenye baadhi ya nyakati, kitu ambacho hasa kwenye michezo dhidi ya Mtibwa pamoja na TRA Young Africans unakuta kuna muda wanashambulia, lakini washambuliaji kwa ujumla wa klabu ya Young Africans, washambuliaji wa kati, viungo washambuliaji, unakuta kuna muda miguso ya mpira inakuwa ni mingi, kitu ambacho kimeonekana mara kadhaa kuwaruhusu TRA pamoja na Mtibwa kurudi katika muundo wa kujilinda na kuzifunga nafasi ambazo pengine Young Africans wangeweza kuzitumia ili kutengeneza nafasi za kufunga mwisho wa siku. Sasa hili ni jambo ambalo linahitaji kwenda kufanyiwa coaching mwisho wa siku, mazoezi ambayo yataweza kupunguza miguso mingi isiyokuwa na ulazima ambayo imewaruhusu wapinzani kuweza kurudi katika muundo wa kujilinda na kuzifunga nafasi ambazo Young Africans wangeweza kuzitumia mwisho wa siku. Sasa kinachotarajiwa kwenda kufanyika kwenye uwanja wa mazoezi ni mazoezi ya 3v2 4v3 ambayo itapunguza touches na kuwafanya washambuliaji wa klabu ya Young Africans waweze kuwa na uharaka wa kufanya maamuzi na kuweza kuwafungua wapinzani na kutengeneza nafasi za kutosha mwisho wa siku. Hivi ni vitu ambavyo vinatarajiwa kwenda kufanywa kwenye uwanja wa mazoezi kwa wakati huu, na ni kwa kupitia input ambazo zitakuja pamoja na mwalimu Abdi Hamid Mwalin. Mwalin nimetoka kumzungumzia kwenye session yangu iliyopita kwamba ni mwalimu ambaye anaamini sana katika kutengeneza timu ambayo itakuwa inashambulia kwa muda mwingi wa mchezo, timu ambayo inatengeneza nafasi za kutosha, na hilo tumeliona akiwa na KMC, akiwa na Azam, sihitaji kulielezea sana. Kwa hiyo unajua kabisa utakachokipata kutoka kwa Mwalin, kwamba ni mwalimu ambaye anakwenda kuongeza ufanisi kwenye kuisaidia timu kwenye kushambulia mwisho wa siku. Lakini kwa kusema hivyo, kutakuwa kuna muendelezo wa kuweza kuisaidia timu kutengeneza mazingira ya kushambulia kwa mazoezi tofauti tofauti, na hiyo itakwenda kufanyiwa majaribio katika mchezo wa kirafiki ambao Young Africans wanatarajiwa kuucheza wakati huu wa kipindi hichi cha mapumziko ya timu za taifa. Young Africans wanategemewa kucheza mchezo wa kirafiki nyuma ya milango iliyofungwa, behind closed doors. Watakuwa na mchezo wa kirafiki. Huu mchezo wa kirafiki ambao utakuja siku yoyote kuanzia sasa, pengine mwisho wa wiki hii, mwanzo wa wiki inayokuja, lakini kutakuwa kuna mchezo wa kirafiki, na mchezo huu utakwenda kuonyesha ni kwa kiasi gani ambavyo Young Africans watakuwa wameboresha namna ambavyo wanashambulia kwa ujumla kupitia uwepo wa mwalimu Abdi Hamid Mwalin kwenye benchi la ufundi. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinatarajiwa kwa wakati huu. Uwepo wa Abdi Hamid Mwalin, kiukweli ushawishi wake utakuja kuwa ni mkubwa tu, yaani utakuja kuwa ni mkubwa kwa sababu huyu mtu ameletwa kutokana na kitu ambacho kilikuwa kinaonekana kuwa kimepungua kwenye timu. Kwa hiyo kuja kwake manake anakuja akiwa na mamlaka ambayo ni makubwa. Anaweza kuwa kama kocha msaidizi kinadharia, lakini kiuhalisia haendi kuwa mbali sana kwenye kile ambacho pengine mwalimu Pedro Goncalves atakuwa anataka kukiweka mwisho wa siku. Sawa, ni kwenye kushauriana, Pedro Goncalves anasimama kama kocha mkuu kinadharia na kiuhalisia, lakini bado nguvu ya Mwalin itakuwa ni kubwa, kwa sababu Mwalin anakwenda kuleta kitu ambacho kwenye upande wa uongozi kinaonekana kilikuwa kimepungua kabisa kwenye namna ambavyo timu inacheza, na hiyo ni kwenye kuisaidia timu kushambulia kikamilifu. Kwa hiyo ni wazi kwenye uwanja wa mazoezi kuanzia sasa na kuanzia wakati ambao Abdi Hamid Mwalin ataanza kazi rasmi,
kutakuwa kuna kazi kubwa sana kwenye namna ambavyo Young Africans watakuwa wanatengeneza utaratibu wa kushambulia kwenye kiwanja cha mazoezi. Viungo washambuliaji wa Young Africans ambao hawajaitwa katika majukumu ya timu ya taifa kwa wakati huu watakuwa kwenye kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba wanapata changamoto za kuweza kukabiliana na walinzi wa timu hiyo kwenye uwanja wa mazoezi, kwenye mazoezi tofauti tofauti, ili kupata majibu ya kuweza kutengeneza utaratibu wa kuweza kuwa na makali kwenye eneo la kushambulia, ili kuondokana na hizi sare pale ligi itakapokuwa inarudi.